cha maswali na majibu kutoka kwa watumishi mbalimbali. Mimi Anili Blaster kutoka hapa Mtwara, na leo nimepata neema ya kukutana na Baba Askofu. Baba Askofu, karibu. Asante sana. Baba Askofu, labda ungejitambulisha wewe ni nani askofu kutoka wapi? Naitwa Askofu Yeriko Yona Munguema kutoka Dayosisi yetu ya Kusini Mashariki iliyoko mkoani makao makuu hapa Mtwara mjini. Kwa nini watumishi mbalimbali wa Mungu, anointed man kabisa, watu wenye maarifa na waliosoma teolojia na wametumika kanisani kwa muda mrefu, wewe kama askofu, kwa nini watu wetu wanakuwa wanaanguka katika tabia ambazo ni mbaya kwa jamii, lakini ni mbaya, zinaleta sifa mbaya pia hata katika kanisa na utumishi wao kwa ujumla? Nashukuru kwa swali gumu, sio jepesi kulingana na maisha ya kawaida. Sisi watumishi wa Mungu kimsingi tumeitwa na Mungu. Yaani watu wanatuona tuko makanisani tunatumika, lakini aliyetuita ni Mungu. Taasisi ya kiroho anayetuweka ni Mungu. Tunafahamu sisi sote kwamba Nabii Isaya anapokea ujumbe wakati fulani na Yeremia na wengine wengi. Ujumbe unasani mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda? Kwa Mungu anajibu, nitume mimi Bwana, nitakwenda. Na kule kukubali ni utayari wa ndani, na kazi yetu ni kazi ambayo inahitaji kupeleka habari njema katika ulimwengu wenye changamoto nyingi. Na Mungu ni roho. Sisi tunaamini Mungu ni roho, na sisi tunaoabudu tunatakiwa tumwabudu katika roho na kweli. Hiyo ndio msingi wa maisha ya utumishi wetu. Lakini shetani naye ni roho, bahati mbaya sana. Shetani naye ni roho. Kama alivyo Mungu anasaka kuwapata watumishi kwa kazi yake, shetani naye anahangaika kuhakikisha anaharibu cha Mungu. Unapozungumza habari ya kuanguka kwa mtumishi, kumbuka mtumishi au mchungaji au askofu au mwinjilisti au mwimbaji yeyote ambaye anatumika kupeleka habari njema kwa watu, anatangaza kwa namna moja au nyingine, anapigwa vita na adui huyu ambaye ni roho ya shetani, roho iliyo kinyume na Mungu. Kwa hiyo ndio ambayo inaingia sasa kumfanya mtu akutane na hicho. Hayo yote uliyosema, kimsingi mtu wa Mungu anatakiwa awe na namna ya kutunza huduma yake. Lakini akijichanganya, adui anafanya chochote wakati wowote. Vita vipo. Na vita hivyo vinategemea mazingira na changamoto za kimaisha na uhitaji wa kawaida. Sasa ikijichanganya, shetani anakufanyia chochote. Katika ukizungumza kwa habari ya tamaa za kimwili, unakoanzia ni rohoni. Sisi tunaamini, kwa mfano, tunasema Yesu anasema katika Injili ya Mathayo, sisi wanaume tuna vita kubwa sana. Anasema mwanaume ukimtazama mwanamke na kumtamani, umeshazini moyoni. Kumbe neno la Mungu linahitajika moyoni. Kama mtu ameufungua, Ufunuo 3:20 nasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akiufungua mlango nitaingia kwake. Kwa hiyo akiingia Yesu akitawala, anageuza kila aina ya udhaifu wa dunia. Kwa hiyo kuna mtu mwingine akitazama hata maajabu, mtu atembee uchi hapa, hakuna mshtuko wote. Kwa nini? Kwa sababu Bwana kamfanya na anaishi huko. Na hii niweke vizuri, kama ninyi pia kama washarika na raia mnapokutana na changamoto, msisahau watumishi mkadhani ni malaika. Kwa hiyo tunahitaji kuwasaidia ili wabaki salama kwenye maisha yao. Kwa hiyo mtumishi anakutana na majaribu kama ilivyo njaa. Unapopata njaa na yeye anapata njaa. Tunaoa kwa sababu wakati mwingine mtumishi asipowekewa mazingira ya kupata mke mzuri kuishi naye, anaweza kaona wanawake kama mwanaume mwingine tu. Naogopa sana kusema yeye anaweza kawa malaika, mkaanza kufikiria kwamba sasa sisi ni kitu kingine kabisa. Mtumishi anatamkona yeye anaweza kaanguka. Hivi wewe sikiliza, mtumishi anaweza kwenda sokoni kama mtu mwingine, kununua mahitaji kama mtu mwingine. Anatamani kupata wakati mwingine mtoko, aende kupumzika mahali fulani kwenye mbuga za wanyama na vitu vingine. Kwa hiyo anahitaji maisha kama mtu mwingine. Kuna watu wengine akishaingia akapewa nafasi, sisi tuseme kubweteka, sijui anatekewa, sijui anaridhika, sijui
Lakini mtu ukijua aliyekuita, ukifahamu aliyekuita ni nani, unabaki salama. Narudi tena, aliyetuita sisi kwa kazi hii ni Mungu, sio kanisa la mahali. Ukifahamu hivyo, ukisoma Kumbukumbu la Torati 28 pale pana maelekezo. Na kumbuka ile ni Torati, anaeleza vizuri. Anasema mtu akifanya kwa bidii, kutumika kwa nguvu, kwa akili, kwa moyo, kazi yake Mungu, bila kupinda kulia, bila kupinda kushoto. Maana yake majaribu yapo, lakini yasimchukue. Changamoto zipo, zisimwangushe. Na akafanya kwa moyo mnyenyekevu, ndipo ziko fursa. Atabarikiwa mjini, aingia hapo, atabarikiwa toka hapo. Atabarikiwa mjini, atabarikiwa mashambani, utabarikiwa tumbo lake na maongeo ya mifugo yake. Biblia imesema kwa lugha nzuri sana, kiasi kwamba hata adui atakuja kwa njia moja kumwinda mtumishi, atatolewa kwa njia 7. Kwa nini? Ulinzi wa Mungu aliyemuita mtumishi unaambatana na mtumishi. Lakini mtumishi anatakiwa awe na unyenyekevu. Sisi watumishi tunapenda kukaa vijiweni, lakini unakaa ili ufanye nini? Tunapenda mitoko, lakini mtoko wa aina gani? Tunataka kuvaa kama watu wengine, unavaa vaje? Unataka kuzungumza, kuchangia, hata uenda kushangilia mpira, unaenda ukumbi gani? Yaani kuna mahali unaweza kuwa huko njiani unaenda, lakini roho anakuuliza unaenda wapi? Ukimtii roho unakuwa salama. Lakini ukisema watu wanajitia moyo, wanasema naenda kufanya uinjilisti, bwana, una uhakika una nguvu kuliko kijiwe kilichopo. Nilifika mahali fulani, mtu mmoja ameanzisha, ni mtumishi, ameanzisha ukumbi wa mpira. Siku ya kwanza tu kwenye eneo lake, matusi yaliyotoka hapo, akafunga siku inayofuata. Kwa kuna vitu kwetu sisi inatakiwa tuepukane navyo kwa ajili ya usalama wa huduma. Sababu macho kwa asilimia kubwa yanapomtazama mtumishi tofauti na Mkristo wa kawaida. Yaani kuna maisha fulani yanakataa mtumishi. Amen. Yaani mazingira fulani yanakukataa mtumishi. Sawa. Ndio. Baba, kama we ni askofu, na wito wako nini kwa watumishi wanaoanguka, kwa kanisa kwa ujumla? Anaposema kanisa namaanisha kanisa la watu wote ulimwenguni. Neno lako nini kama hizi zinaweza kuanguka? Kama nilivyosema toka mwanzo, ukimjua aliyekuita kwa kazi hii uko salama. Mjue aliyekuita. Kuna watu sisi makanisa yetu ni ya kimfumo, yana mkuu wa kanisa, ni yana maaskofu, yana wachungaji, yana uinjilisti, yana makatibu watendaji. Sasa ukiwa una hofu kwa ajili ya askofu, kwa hiyo haufanyi kama kwa Mungu, wewe ni rahisi tu kuanguka, kwa sababu askofu siwi mahali popote. Lakini kabla hujaanza kuingiza ibada, hujaanza kujiandaa, sisi ukifuatia ile liturujia tunaanza kwa maombi. Kwa nini tunaanza maombi? Tunataka mwenye kanisa anipe cha kusema na watu. Ukijua aliyekuita uko salama. Ila usipojua aliyekuita, ukaenda kwa kufuata sheria, taratibu za kawaida tu, rahisi tu kupotoka. Kwa hiyo ninahamasisha yeyote aliyeitwa na Mungu. Tena nisiseme maaskofu, wachungaji na watu wengine, niseme hata waimbaji. Nisiseme tu waimbaji, hata muumini wa kawaida, ukijua aliyekuita uko salama kanisani. Utakuwa unajilinda kuwaza kwako, unajilinda kuongea kwako, unajilinda kutenda kwako. Uweze kufanya kama watu wengine. Nyaraka nyingi zinasema sisi ni barua inayosomwa na watu wote. Watu wanatamani kumuona askofu akiwa baraka, hawataki kumuona askofu akiwa mtu akijiweni, mtu ambaye wana mashaka katika chochote anachokifanya. Yaani fanya vitu vya nuruni na ambavyo vinaleta baraka. Amina. Basi tunakushukuru baba askofu. Asante sana. Amina. Niwatakie baraka za Mungu katika utumishi wenu. Na nashukuru kwa maswali yenu ya msingi. Haya maswali wengine hawaulizi tu, tunaishia kuwasema watumishi na kuwalarua na kuwasema vijiweni, askofu wetu amechemka, mchungaji wetu amechemka. Haisaidii. Lakini kwa namna hii tunavyojengana na kusaidiana, manake tunapata namna fulani, yaani unakuwa kama ni nabii. Nathan alienda kwa Daudi, unajua alimsaidia katikati ya hizo changamoto. Kwa hiyo Mungu awabariki, awatunze, na niwatakie chombo chenu na huduma yenu istawi. Siku moja
mje mfanye mambo makubwa. Barikiwe na Bwana Yesu. Amen. Amen.